la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ikiwa leo tuingia Dominika ya pili, kipindi ni cha Majilio, kama vile Yohane alivyowahubiria watu na kuambia watengeneze njia ya Bwana. Nasi leo katika ibada hii tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kutengeneza mawazo yetu na nyoyo zetu ili zikubali neno la Mungu na ili tuweze kutengeneza njia ya Bwana aweze kukaa ndani ya nyoyo zetu. Tukiri dhambi zetu na ili tuweze kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana muomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, samehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Utuhurumie, Bwana, 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 tuhurumie, Bwana, 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 utuhurumie, utuhurumie, Kristo, 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 tuhurumie, Kristo, 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 utuhurumie, utuhurumie, Bwana, 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 tuhurumie, Bwana, 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 utuhurumie. Tuombe. Mungu Mwenyezi na mwenye rehema, tujalie ili shughuli zote za kidunia zisituzuie kufanya hima kumlaki mwanao, bali mafundisho ya hekima ya mbinguni yatufanye tuwe washirika wake. Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Siku ile chipukizi litatokea katika shina la Yese. Kitawi kitaota katika mizizi yake. Juu yake itakaa Roho ya Bwana, Roho ya hekima na ufahamu, Roho ya shauri na nguvu, Roho ya elimu na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Hata kata shauri kadri ya mtazamo, bali atawaamua wanyonge kwa haki kamili. Atawapatia maskini wa nchi
hukumu sawa. Neno lake litakuwa fimbo ya kuipinga nchi. Pumzi ya midomo yake itamuua muovu. Haki itakuwa ukanda wa viuno vyake. Uaminifu utakuwa ukanda wake wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Chui atalala karibu na mwana mbuzi. Dama na mwana simba watakuwa pamoja. Mtoto mdogo atawachunga. Ng'ombe na ndumbu jike watakula pamoja. Wana wao watalala pamoja. Simba atakula majani kama ng'ombe. Mtoto mchanga atacheza penye tundu la nyoka, na juu ya chimo la fili mtoto atatia mkono wake. Uovu hautatendeka tena wala uharibifu juu ya mlima wangu wote mtakatifu, maana nchi yote itajaa elimu ya Bwana, sawa kama maji yanavyojaza bahari. Itakuwa katika siku hiyo, jina la Yese litasimama kama bendera ya mataifa. Makabila watalitafuta. Kikao chake kitakuwa na utukufu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Njoo Bwana, mfalme wa haki na amani. Njoo Bwana, mfalme wa haki na amani. Ee Mungu, umpe mfalme hukumu yako, na mwana wa mfalme haki yako. Ahukumu taifa lako kwa haki, na wanyonge kwa usawa. Njoo Bwana, mfalme wa haki na amani. Katika siku zake haki iendelee, na amani izidi mpaka mwezi ukome. Atawale toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Njoo Bwana, mfalme wa haki na amani. Maana atamkomboa maskini mwenye kumlilia, na mnyonge asiye na msaidizi. Atamhurumia dhaifu na mhitaji. Ataziokoa nafsi za wahitaji. Njoo Bwana, mfalme wa haki na amani. Jina lake na lidumu milele. Kubukubu yake idumu pindi liangazapo jua. Watu wa mataifa yote watabarikiwa katika yeye, na watamuita mwenye heri. Njoo Bwana, mfalme wa haki na amani. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, yote yaliyoandikwa ni kwa kutufundisha sisi, ili kwa subira na faraja ya maandiko hayo tuwe na matumaini. Mungu wa subira na wa faraja
awajalie kuwa na nia moja mkilingana na nia ya Kristo Yesu, mpate kumtukuza Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa moyo mmoja na kwa ulimi mmoja. Kwa hiyo mpokeane kama Kristo alivyowapokea nyinyi, kwa kumheshimu Mungu. Nasema hivi kwa ajili ya ukweli wa Mungu. Kristo amekuwa mtumishi wa tohara ili atekeleze ahadi walizopewa mababu, mbali watu wa mataifa wamtukuze Mungu kwa sababu ya huruma yake, kama ilivyoandikwa: kwa hiyo nitakusifu, e Bwana, kati ya mataifa nitaliimbia jina lako. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Haleluya, 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 haleluya. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, na kila kiumbe kitauona wokovu wa Mungu. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku zile Yohane Mbatizaji alitokea, akahubiri katika nyika ya Yudea akisema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Huyo ndiye aliyeaguliwa na nabii Isaya kwa maneno haya: sauti ya mtu aliaye nyikani, mtayarishieni Bwana njia, yanyosheni mapito yake. Yohane alivaa singa za ngamia na ukanda wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya porini. Hapo watu wa Yerusalemu, Yudea yote, nchi zote za jirani na Yordani walimwendea, wakabatizwa naye katika mto Yordani, wakiungama dhambi zao. Lakini alipoona Mafarisayo na Masadukayo wengi wanaojia ubatizo wake, aliwauliza, enyi kizazi cha nyoka, nani amewaonya kujiepusha na hukumu ya hasira inayokuja? Sasa zaeni matunda yafaayo kwa kutubu. Msifikiri mioyoni mkijiambia, tunaye Abrahamu, ndiye baba yetu. Na waambieni, Mungu aweza kutumia mawe haya kumfanyia Abrahamu watoto. Shoka limekwisha kuwekwa kwenye mzizi wa miti. Kila mti usiozaa matunda mema utakatwa na kutupwa motoni. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini anayekuja nyuma yangu ana nguvu kubwa zaidi kuliko mimi. Sistahili mimi kumbebea viatu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ana pepeo mkononi asafishe uwanda wake. Ngano yake ataiweka ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Injili ya Bwana. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala.
mojawapo ya sala ambayo mara nyingi tunapoenda kwa sakramenti ya kitubio ambayo padri husema ni kuwa Mungu Baba mwenye huruma aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa kifo na ufufuko wa mwanawe Yesu Kristo, akatushushia Roho Mtakatifu ili tupate kuondolewa dhambi zetu. Na padri huendelea kusema kuwa yeye mwenyewe atusamehe, kutupa amani kama ilivyoamriwa na huduma ya kanisa. Wakristo wapenzi, katika masomo ya leo tunaonyeshwa huo mpango wa Mungu ambao ulikuwa ni kuupatanisha ulimwengu wote na nafsi yake. Mpango wa Mungu ambao ulikuwa ni kutuletea Roho Mtakatifu ili aweze kutupatia msamaha wa dhambi. Na tunaona katika somo la kwanza Nabii Isaya akituambia au akituonyesha jinsi mpango huo wa Mungu utatufikia sisi kupitia Masiha ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Masiha ambaye anatuletea amani. Masiha ambaye anatuletea uwiano miongoni mwetu. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Na hata katika Injili Yohane Mbatizaji bado anaendelea kuwaita watu, bado anaendelea kutangaza toba, watu waweze kumrudia Mungu. Ujumbe huu wa leo una mafundisho kwetu sisi ya kuwa hiyo toba ambayo inatangazwa matunda yake ni msamaha wa dhambi. Hiyo toba ambayo inatangazwa matunda yake ni amani. Hiyo toba ambayo inatangazwa matunda yake ni uwiano, uelewano, umoja. Tunapoweza kujikita katika uwiano na kuweka umoja wetu katika Kristo, basi tumejianzia hiyo nafasi ya kujijalia matunda ambayo yanatupatia amani kama Wakristo. Ni wajibu wangu leo mimi na wewe tuweze kujiuliza, je, ninajishirikisha katika maisha haya ya toba au katika sakramenti ya toba? Mtakatifu Padre Pio alikuwa anasema hata uweze kusafisha nyumba iwe safi na hata uweze kuifunga ile nyumba, lakini ukikaa kwa muda wa wiki moja au kwa muda wa wiki mbili, unaporudi katika nyumba ile bado utapata kuna vumbi ndani. Hii alikuwa anamaanisha kuwa watu waweze kupenda sakramenti ya maungamo, kwa sababu ni sakramenti mojawapo ambayo inatupatanisha na Mungu. Ni sakramenti mojawapo ambayo inatujalia msamaha wa dhambi. Na tunapojishirikisha katika sakramenti hii, pia tunajishirikisha katika umungu wake, kwa sababu ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo ni ujio ambao Mungu ndio aweze kufanikisha mpango wake. Aliweza kutuletea Bwana wetu Yesu Kristo, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alijishirikisha, alijinyenyekeza na kujishirikisha ubinadamu wetu.
Kwa hivyo kuna hitaji zaidi katika maisha yetu ya Kikristo tuweze kujishirikisha umungu wake. Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anatukumbusha kila wakati ya kuwa Mungu ni mwenye huruma, hachoki kutusamehe, lakini sisi binadamu ndio tunachoka kumwomba msamaha. Kipindi cha Majilio ambacho ni kipindi cha ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo ni wakati mwafaka wa kujitayarisha, wa kumruhusu Kristo, ukuu wake, neema yake, baraka zake zikaweze kujikita katika maisha yetu. Na kama Wakristo tunaambiwa kuwa huu ujio unatujalia matumaini makuu ambayo yanatufanya tunaona ule ujio wa pili. Kwa hivyo tunavyojishirikisha katika maisha ya amani, iwe ni amani katika familia yako, iwe ni amani katika jumuiya, iwe ni amani katika makundi tofauti tofauti, hapo Yesu yupo. Hapo Yesu yupo pamoja nasi. Kwa hivyo tumuombe Mungu siku zote tuweze kutambua kuwa uwepo wake kwetu sisi ni kuwa na amani. Uwepo wake kwetu sisi ni kuwa na msamaha wa dhambi. Uwepo wake kwetu sisi ni kuwa na uwiano. Kama vile Mtakatifu Paulo aliweza kuleta uwiano baina ya Wayahudi na watu wa mataifa, vile vile pia sisi tunaitwa tuweze kuleta huo uwiano katika maisha yetu. Palipo na uwiano pana amani. Kwa hivyo na sisi Paulo anatukumbusha katika somo la pili kuwa tumuige Yesu Kristo, ambaye alikuwa chombo bora cha uwiano, ambaye alikuwa chombo bora cha amani. Ni wiki ya pili ya Majilio. Mada ya wiki hii ni amani. Swali kuu ambalo ninafaa kujiuliza ni je, ni mambo gani katika maisha yangu ambayo yanahitaji urejesho? Kwa sababu Kristo anaongea na sisi kila siku. Katika neno lake anaongea na sisi, na tunaitwa tusiweze kuchoka kusikiza neno lake. Yohane Mbatizaji ametuambia atakuja kutubatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa njia nyingine tumepokea huyo Roho Mtakatifu katika maisha ya sakramenti. Je, tutamshaje huyo Roho Mtakatifu akaweze kutenda kazi katika maisha yetu? Anatujia kila siku katika neno lake, anatujia katika Ekaristia takatifu. Je, ni mambo gani yale ambayo yanahitaji urejesho? Kwa sababu yeye ndiye mrejesho mkuu. He is the great restorer. Je, ni mambo gani that I need to restore in myself? Tumwombe Mungu katika mada hii ya wiki tunapompokea atujalie sisi pia tuwe watu wa amani, na amani hiyo ikaweze kudumu katika maisha yetu. Amani hiyo ikaweze kuwafikia wengine ambao wanakosa amani katika jamii zetu, ili atakapoturudia tena kwa mara ya pili, basi mbele zake tusimame kama watu wema, tusimame kama watu wa amani, kama vile Yohane Mbatizaji alitambulika kama mtu mwema, mtu wa haki na mtu wa amani. Tumsifu Yesu Kristo.
Naomba tusimame tukiri imani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya nabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Kuzaliwa kwa Mwokozi kulianguliwa na manabii wote. Dominika ya leo, Yohane Mbatizaji anatuambia tunalopaswa kufanya kuiandaa njia ya Bwana. Tukiwa na imani katika wema wa Baba, tuweke mbele yake sala na nia zetu tukisema: Njoo Bwana Yesu, Njoo Bwana Yesu, njoo Bwana Yesu. Njoo Bwana Yesu. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu leo na wahudumu wote wa kanisa wenye daraja takatifu, ili watangaze kwa furaha pambazuko la ulimwengu mpya wa amani, umoja na upendo ambao Baba anauandaa kwa ajili ya watoto wake wote wapendwa. Tuombe. Njoo Bwana Yesu. Kwa ajili ya wabatizwa wote, ili tukiwa tunafahamu wito wetu wa kuwa manabii, tushuhudie uwepo wa Bwana miongoni mwetu na kuiandaa njia yake kwa kuwahudumia maskini. Tuombe. Kwa ajili ya wanaoteseka, ili wapate nguvu na faraja kutoka kwa Kristo na msaada na upendo wa kindugu wa jumuiya ya Kikristo. Tuombe. Kwa ajili yetu sote tuliokutanika hapa Dominika hii, ili ujumbe wa toba na uongofu uliohubiriwa na Yohane Mbatizaji utikise hali yetu ya utepetevu na udhaifu na kutuongoza kwenye upya wa maisha. Tuombe. Tuzidi kuombea hasa wale wametuomba tuwakumbuke kwenye sala, na wale ambao tumeahidi sala zetu, na tumsihi mama yetu Maria azidi kutuombea tukisema: Sala Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amen. Baba mwenye huruma, tujaze nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuitengeneze njia ya Bwana na kufanya kazi kwa bidii na kwa furaha kwa ujio wa ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Toweni sadaka
toweni sadaka, toweni sadaka kwa upendo wa Mungu, toweni sadaka, toweni sadaka, toweni sadaka kwa upendo wa Mungu, ulicho nacho kwa upendo wa Mungu, sadaka yako kwa upendo wa Mungu, maisha yako kwa upendo wa Mungu, toweni sadaka, toweni sadaka, toweni sadaka kwa upendo wa Mungu, toweni sadaka, toweni sadaka, toweni sadaka kwa upendo wa Mungu, mali yako kwa upendo wa Mungu, na nchi yetu kwa upendo wa Mungu, watoto wetu kwa upendo wa Mungu, toweni sadaka, toweni sadaka, toweni sadaka kwa upendo wa Mungu, toa. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenyu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, tunakuomba sala na dhabihu zetu sisi wanyonge zikutulize, ututie shime kwa rehema yako, kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu, kukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristu Bwana wetu, yeye ambaye alitabiriwa na maaguzi ya manabii wote, Mama Bikira alimchukua kwa upendo wa ajabu, na Yohana Mbatizaji alishangilia kuja kwake na kumtambulisha alipofika. Yeye aliyetujalia kugojea kwa furaha fumbo la kuzaliwa kwake, atukute tukikesha katika sala na tukimshangilia kwa nyimbo za kumsifu. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, kaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, alitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Philip Anyoro na msaidizi wake Daudi Kamau na wakilele wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wasifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usidhame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana kondoo uondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo uondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo uondoa dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama
aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde tufike kwenye uzima wa milele. Bwana anakuja, twendeni kumlaki Bwana Mungu wa majeshi. Ziwacheni nyoyo tukamkaribishe huyu mwenye utukufu. Karibu Bwana, njoo, karibu Bwana, njoo, shinda pamoja nasi. Wewe ndiwe mkate wa mbinguni, uturishe wenye njaa. Wewe ndiwe mwanga, sisi tu vipofu, tufanye tuone tena. Karibu Bwana, njoo, karibu Bwana, njoo, shinda pamoja nasi. Wewe ndiwe njia, tutakufuata, tumrudie Baba yetu. Wewe ni ukweli, utuangazie, tusije tukapotoka. Karibu Bwana, njoo, karibu Bwana, njoo, shinda pamoja nasi. Wewe ni uzima, sisi tu wagonjwa, twakunjia utuponye. Tumwendee nani tukilemewa, kitulizo chetu wewe. Karibu Bwana, njoo, karibu Bwana, njoo, shinda pamoja nasi.
Roho ya Kristo initakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo inichangamshe, maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanisidishie. Yesu mwema, unisikilize, katika madoda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu unikinge, saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Inuka Yerusalemu, simama mahali pa juu, uione furaha Mungu anayokuletea. Tuombe. Bwana, baada ya kushibishwa kwa chakula cha kiroho, tunakuomba kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki fumbo hili utufundishe kuyapima kwa hekima malimwengu na kuambatana na mambo ya mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi kwa matangazo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Karibuni kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Dominika ya pili ya Maajilio. Huu ni msimu wa kujitayarisha kwa ujio wa wokovu wetu kupitia kwa kuzaliwa kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Leo mshumaa wa pili umewashwa, mshumaa wa Bethlehemu wenye rangi ya zambarau. Inatukumbusha kujitayarisha kumpokea Mwokozi wetu kwa mioyo safi. Leo na Jumapili ijayo ni Jumapili zetu za kutoa zaka ama fungu la 10. Bahasha zipo kwenye viti na kwenye pigeon boxes, na pia unaweza kutoa zaka yako kupitia njia ya M-Pesa, paybill ya parokia 527500, account weka tithe. Leo tuna furaha kuwa wenyeji wa misa ya mkutano wa pili wa Afrika kuhusu elimu ya Kikatoliki, yani the Second Africa Conference on Catholic Education. Tutakuwa na maaskofu kutoka Afrika na sehemu nyingine za dunia pamoja na washiriki wengine wa mkutano huo kwenye misa yetu ya saa 5:30 asubuhi. Wiki hii tunaadhimisha sherehe ya Bikira Maria Mtakatifu mkingiwa dhambi ya asili kesho Jumatatu, na kumbukumbu ya Mtakatifu Lucia siku ya Jumamosi. Padri John Mburu Ndung'u anatualika sote kuhudhuria misa yake ya shukrani kwenye parokia yake ya nyumbani, Holy Cross Catholic Parish Thigio, leo saa 3:30 asubuhi, na pia anatualika kwa misa ya shukrani nyumbani kwao kesho Jumatatu tarehe 8 kwenye kijiji cha Gishungo, eneo la Thigio, saa 4 asubuhi. Ataweza kujiunga nasi kwa misa ya shukrani ya Alhamisi tarehe 11 na pia Jumapili tarehe 21 kwa misa za shukrani hapa Basilika. Tunaomba tuendelee kujiandaa kumkaribisha na kumzawadi kama hatutaweza kwenda nyumbani kwao ama katika parokia yake. Tumeandaa kambi ya matibabu ya bure itakayoanza Jumatano tarehe 10 hadi Jumamosi tarehe 13 na Jumapili tarehe 14 Disemba, siku ya familia. Tumeshirikiana na vituo mbalimbali vya huduma za afya, na unaweza tumia nafasi hii kupata huduma ya matibabu bila malipo. Maelezo kuhusu hospitali zinazoshiriki zipo kwenye bango lililopo nje ya kanisa na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. We have a medical camp this week from Wednesday
It will be on Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday. We won't have the medical camp on Friday because that is a public holiday. Siku yetu ya familia ya parokia itakuwa Jumapili ijayo tarehe 14 Disemba mwaka huu. Ratiba ya misa ikiwa ni kama ifuatavyo. Tutakuwa na misa saa 1 asubuhi, saa 2 asubuhi na saa 5 asubuhi. Misa ya saa 3:30 na ile ya saa 5:30 zimejumuishwa na itaanza saa 5 asubuhi. Askofu Mkuu Mhashamu Philip Anyolo ataongoza misa hii ya saa 5 asubuhi. Kama tendo la huruma na ishara ya upendo wa Mungu, tumeanzisha mpango wa kukusanya chakula na fedha ili kusaidia wasiojiweza katika jamii zetu msimu huu wa Krismasi. Tunamhimiza kila Mkristo kuunga mkono jitihada hii kupitia usaidizi wa kifedha au kwa kutoa kifurushi cha chakula au chochote kadri unavyoweza. Ili kutoa mchango wako ama kupata maelezo zaidi, tembelea meza iliyopo nje ya kanisa. Mungu akubariki sana kwa wema na msaada wako. Ubatizo wa watoto wachanga huwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ukitanguliwa na mafundisho ya wazazi na wasimamizi. Ili kujiandikisha, tembelea ofisi ya parokia. Kikundi cha kina mama Katoliki yani CWA wanawasajili wanachama wapya kwa darasa litakaloanza mwezi wa Februari mwaka ujao, na kujiandikisha na kupata habari zaidi, tembelea meza yao nje ya kanisa. Ijumaa itakuwa siku ya kitaifa, yani siku ya Jamhuri, na kutakuwa na misa moja saa 3 asubuhi. Hakutakuwako na kitubio wala huduma za ofisi. Matangazo ya ndoa. Stephen Thuo, mwanaye marehemu Joseph Mwangi na Catherine Waithira anayeishi Kiambaa, angependa kufunga ndoa takatifu na Karo Karemi bintie Shadrack Mutua na Kathleen Mukiri anayeishi Kiambaa. Walter Kipkoech Cheriot, mwanaye Joel Cheriot na Dekla Chekirui anayeishi Nairobi, angependa kufunga ndoa takatifu na Rosalia Mbula bintie Pius Nzuki na Justina Mbu anayeishi Nairobi. Yeyote ambaye ana kizuizi kwa ndoa hizi anapaswa kumjulisha baba paroko au padri yeyote anayefanya kazi katika parokia hii. Mwisho wa matangazo. Na kwa sasa ningependa kualika Wakristo ambao wametoa fungu la 10 ama zaka zao mwezi huu kujongea mbele kupokea baraka kutoka kwa padri wetu. Karibuni. Mungu Baba wa rehema, twaja mbele zako tukikabidhi hawa wahudumu wa hii misa, haswa hawa ambao wamejongea katika altari yako, ambao wanakuomba uzidi kuwamiminia baraka zako, ili wanapozidi kufanya kazi ya mikono yao uwe radhi kuwabariki. Ubariki pia familia zao, uweze kuandamana nao na kuwalinda katika kazi zao, uwajaze afya njema wanapozidi kukutumikia, na ili katika maisha yao Mwenyezi Mungu wazidi kukupata nawe uzidi kuwabariki. Nazo baraka zako ziwashukie na kukaa nao Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Nami nachukua fursa hii kuwashukuru nyinyi wote kwa kuhudhuria ibada hii. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Sote tukimshukuru Semasi wetu kwa kutumegea neno. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Inamisheni vichwa kwa baraka. Mungu mwenyezi na mwenye huruma apende kuwatakasa kwa uangavu wa ujio wa mwanae pekee, nanyi mlioweka imani yenu katika ujio wake wa kwanza na kugojea kwa matumaini ule wa pili, awajaze utajiri wa baraka zake. Katika maisha ya Sara hapa duniani, yeye awafanye imara katika imani na wafurahimu katika matumaini na wenye juhudi katika upendo. Nyinyi mnaofurahia sasa kwa moyo wa ibada ujio wa mkombozi wetu katika mwili, amjalie thawabu za uzima wa milele atakapokuja tena katika utukufu wake. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Nendeni na amani kumpenda na kumtumikia Mungu. Ibada yetu ya misa imekamilika. Wimbo wa mwisho 545. Ushukie Masiha kwa okoa watumwao mko